kwenye mambo mengi. Mama yangu alikuwa na kazi kubwa. Kwanza anipikia alafu aanze kunitafuta. Mimi jina langu naitwa Chale. Ndio jina langu la utotoni. Hata sasa naitwa Chale. Sasa tupasa mjie naitwa Chale. Sasa mama akipika anaanza kuniita Chale. Chale yuko wapi? Sasa wameenda hivi. Chale, wamerudi hivi. Chale, walipita hapa. Kwa mama alikuwa na kazi kubwa hizo za kunitafuta kila mahali. Nikija kula mchana niko busy, nina manati mbili ya kutumika na nyingine ya spare. Nikinawa mikono utafikiri nimevaa gloves sababu ya uchafu. Nakula busy niko juu. Napenda michezo mno. Kishamaliza kula kwenda kucheza. Jioni kwenye viwanja vya afu nilikuwa nachafuka. Yaani nilikuwa mchafu. Yaani kichwa hiki kichwa kama kichuguu, udongo mtupu. Nilikuwa yani huwezi kunitamani, na mama alikuwa anajua jinsi ya kuniogesha. Nilikuwa mchafu. Jioni nikifika hii nguo ni rangi gani? Mchafu mpaka kwenye mnacha huko ni udongo tu. Siku moja alikuja mama mdogo. Mimi nimekulia Tabora huko. Tabora, Shinyanga, Mwanza ndio miji niliokuwa. Siku moja alikuja mama mdogo mgeni kwetu, eti akataka naye aniogeshe. Mama akamwambia, "Huyo humwezi." Asema hata mweza mimi. Akanichukua akaniweka kwenye beseni. Eti ananiogesha. Aliponimwagia maji, beseni lote likawa matope, yani ikawa matope. Akaambia, "Huyo haogeshwi hivyo. Huyo unamvua nguo, afu unamsimamisha pale, afu unamwagia maji kama vile unaosha gari yani." Hiyo ndio style yake ya kuogeshwa huyo. Maana hiyo ndio maisha yangu. Nilikuwa mchafu sana. Siku moja baba akaniambia, "Uchafu wako huu na utundu huu si mbali nitakupeleka shule." Nikamwangalia. Babangu alikuwa mwalimu. Babangu alikuwa anaamini katika viboko. Baba alikuwa anapiga watu viboko, watoto 400 kuwapiga viboko kwa kazi ndogo tu. Wakati mnakuwa matako yameshaondoka, mnabaki mnashangaa. Baba yangu sasa akaniambia, "Nitakupeleka shule." Sikujua. Nilikuwa na kampani yangu ya watu 18 mpaka 20 hivi. Siku moja baba akaniambia, "Chale, njoo hapa." Alikuwa amebeba karatasi nyeupe. Akaniambia, "Kanyaga hapa kwenye karatasi hili." Akachukua kalamu yake akachora. Mnaijua hiyo? Wangapi mnaijua hiyo? Ni nini? Kiatu. Hiyo ndio aina ya zamani ya kupima kiatu. Akachukua hicho kiatu akaenda mjini. Jioni alipokuja baba akaja ameniletea, na kijana pia alinipima, akaletea shati nyeupe nzuri, shati kizuri cha shule, na kikaptula cha kaki kizuri na mkanda wake, na soksi nyeupe nzuri, na kiatu cha ngozi cheusi kinang'aa kizuri. Kaniambia, "Hizi nguo zako za shule, mwezi ujao naenda shule." Nikamwangalia akasema, "Kwa shughuli zangu na nguo hizi." Kumbuka nazungumzia kukua. Sasa mama akachukua zile nguo akaziweka kwenye sanduku lake, mimi nikasahau. Sasa siku natoka na wenzangu, timu yetu tunarudi. Siku moja asubuhi, ile tu nimeamka asubuhi hivi, wenzangu wako hapo nje wamenisubiria, maana mimi ndio captain wa kwenda kwenye mashughuli. Ile tu nimeamka hivi, mama kanishika mkono, akanipeleka bafuni, akaniogesha. Sikujua kwamba siku imefika ya kuacha ujinga. Nikaniogesha. Huko nje wenzangu wananisubiri, pastor asema, mbona leo Chale hatoki? Au yale ya kuhani Zakaria yamempata nini? Malaika amemtokea huko ndani. Akanipaka mafuta, akanileta chumbani, akanipaka mafuta vizuri, niko uchi. Akanipaka vizuri kabisa, akafungua sanduku lake, akatoa zile nguo, akanivalisha kishati, kikaptula na mkanda, soksi, viatu. Nikapendeza. Maana pia jana pia baba alininyoa vizuri. Yaani nikawa na tatizo shughuli zangu sasa. Kwenye nguo hizi itakuwaje? Baadaye mama akanipeleka mezani, nikakuta baba yuko mezani tayari. Nikapewa maziwa na chapati, nikala. Baadaye nikapewa mswaki. Kwa mara kwanza nikapiga mswaki.
asubuhi, nikapiga mswaki. Baba akajiandaa. Baba akasema, "Vipi, tayari, mlete huyo." Baba akachukua vitabu vyake hapa, fimbo zake hapa. Baba alikuwa anatembea na fimbo kama 6 hivi za akiba. Akanishika mkono, tukatoka. Wenzangu wako pale chini hapo nje wamekaa kwenye mavumbi, wana test manati zao. Wakaona mimi natoka na baba nimeshika mkono, wakashangaa, huyu ni Chale au ni malaika wake? Ninang'aa. Afu wao wako chini kwenye mavumbi. Sasa kwa sababu niko na baba, hawanisemeshi na mimi siwasemeshi, niko tu za hapa. Haleluya. Naenda wapi? Kwa mara ya ngapi? Tokea hapo nikayabatilisha mambo ya kitoto. Utoto. Nikaenda shule sikio kwa mara ya kwanza, tukasoma shuleni a e i o, kuimba tu a e i o u, tusome herufi kuu hivi a e i o u. Tukuli nyumbani kwa mara ya kwanza, nikakaa na mama kumwambia mambo ya wapi. Kafika jioni kwa mara ya kwanza nikiwa msafi. Tokea siku hiyo nikapenda shule, nikawa na bidii na mambo ya shule, nikaendelea na masomo, nikapenda shule. Mungu akanisaidia kuwa na faulu, nikafaulu, nikasoma la kwanza, la pili, nikafika la 7, nikafaulu pale Tabora Nzega. Nikaenda shule moja inaitwa Milambo Secondary School, iko Tabora mjini. Form 1 na form 2, form 3, form 4, Mungu akanisaidia, nikafanya vizuri, nikafaulu. Nikaenda form 5 na form 6, shule moja inaitwa Shaikom, iko Shinyanga. Nikafanya advance form 5, form 6, nikaenda jeshini kule Handeni. Mungu akasaidia, nikafanya vizuri, nikaingia chuo kikuu Mzumbe, masomo ya biashara. Nikapenda sana kusoma, nikakuwa nikafanya chuo kikuu. Zamani kazi ilikuwa nje. Wakati huo bwana Bilingi anasoma chuo kikuu Dar es Salaam, mimi niko Mzumbe, tunakutana. Huyu bwana tumetoka naye mbali, msimuone hivyo, shule iko kichwani hapo, magombo yako hapo. Sasa zamani yani wakati ninapo present paper yangu ya mwisho chuo kikuu, hapo nje watu wa makampuni wapo wanatusubiri kutuchukua. Mimi nikachukua na shirika la umeme TANESCO, nikapewa kazi nzuri pale makao makuu ya TANESCO pale mtaa wa Samora pale, jengo sasa hivi inaitwa jengo la nishati na madini. Nikaajiriwa kama afisa ugavi, nikapata kazi. Sasa sikiliza, hapo bado ni mdogo tu, nina kazi nzuri, nina elimu kubwa, nina pesa katikati ya jiji la Dar es Salaam, alafu nina mvuto, very handsome. Kilicho niokoa hiki, nilikuwa na Yesu. Haleluya. Hilo tu. Maana nina elimu, nina pesa, nina kazi, nina mvuto, lakini nina Yesu. Kwa maisha yangu yakaenda hivyo. Sasa nilifikaje kwenye uchungaji? Nao ni story nyingine. Sikiliza. Lazima kwenye maisha yako, je, unakuwa? Je, unabadilika? Je, acha kwenye mambo ya kiroho, acha katika mambo ya maisha kila siku. Lazima ukue, ukijana wa kiume. Fika mahali sema mimi ni kijana Mkristo, lazima nikue. Sasa unataka kuoa, kuna mwelekeo mvivu tu, lazima ukue. Ambao hawajakuwa hawaoi. Kuwa ndipo uoe. Unataka kuoa, una nini? Ndio kitanda kiko kwa fundi. Acha ushamba. Kitanda kiko kwa fundi, unataka kuoa. Mshamba nini? Binti unataka kuolewa, basi jitambue kama sasa umekuwa binti wa kuolewa. Wewe husomi, shule umemaliza, umri umefika. Kama mkao wa kuchumbiwa. Kuna mkao wa kuchumbiwa. Haleluya. Kaa kwenye target. Haleluya. Jikubali. Patikana. Tunaambia mabinti, be available but not touchable. Upatikane lakini usiguswe. Patikana. Acha kiburi, salimia watu, tabasamu. Tembea kimkakati, unajiendea tu kama nyumba. Allah.
Msichana tembea kimkati, salimia sasa. Stella, mambo safi. Sasa hizi Stella, huonekani. Nipo. Karibuni nyumbani. Ongea vizuri na watu, patikana. Sasa wewe unajidai, Stella, mambo, nina haraka, nimetuma na mama. Utatuma sana na mama yako. Kuwa. Wewe mwanamke mzima tangu umeolewa, yani uko vile vile tangu ulivyoolewa. Mwanaume mzima uko hapa tangu umeoa, huna jipya. Umeoa lakini huna jipya, huna maendeleo, huna mipango, upo tu. Kazi kuahidi tu, nitajenga ghorofa. Maisha hayaendi hivyo. Ishi kwa malengo. Jiweke malengo ya kukua. Weka mambo yatokee. Allah. Wewe mwanangu sasa tangu umeolewa huna jipya. Mpaka mume wako sasa anajua kwamba huyu hana jipya. Hata mume wako anajua kwamba huna jipya. Wewe tangu unaolewa nywele unachania hapa. Mpaka leo mwaka wa 29 wa ndoa, nywele unachania hapa. Mwendo wako ule utafikiri umetoka Lushoto leo kule. Miguu mwendo utafikiri kwanja, unajiendeendea tu. Acha ushamba, tembea kimjini. Haleluya. Kwa wewe tangu umeolewa mwendo ule pozi lile, mapishi yako yale, mwanamke mzima hata kupika ujui. Dagaa wawili mchuzi ndoo. Kweli. Wanasema siku hizi mume wangu hali nikipika hali hata kulaje. Wewe mapishi yako hayo. Yaani nyanya inakatwa utafikiri tairi ya bajaji kweli. Are you serious? Kuwa. Mwambie mwenzako kuwa. Je, unakuwa? Yaani kwenye maisha yako lazima ukue. Kuza mapishi yako, kuza mwendo wako, kuza mwonekano wako, kuza vipaji vyako, kuza fursa zako, kuza. Kuna mtu hapa unafanya biashara ya vitumbua. Leo mwaka wa 18 pastor. Vitumbua vile, idadi ile, kigoda kile, jiwe lile. Hivi kweli? Tatizo pasa la Waswahili anafanya biashara bila malengo. Kuna mtu hapa kwenye kazi yake kila siku anapata 10,000, 15,000. 10-15. Labda bodaboda au fundi nini anapata 15. Siku Mungu akimjalia akapata 80,000. Haendi kazini. Anasema leo ninazo. Analala. Mpaka zishuke kwenye level yake. Yaani kila mtu ana level yake ya ujinga. Mpaka zifike ndipo tena atoka zimeisha sasa. Badala ya kuongezea pale kwamba Mungu akanipa 80, ngoja nikuze mtaji. Sasa vitumbua vile miaka yote. Hivyo huna jipya. Hukuzi mtaji, hukuzi biashara, hukuzi mipango. Volume yako ya biashara ni ile. Kuna mtu amekaa kushona viatu. Tangu mimi nasoma shule sekondari anashonaga viatu. Mpaka leo nimekuwa hivi. Amekaa pale kwenye sebule ya mtu anashona viatu. Anashona viatu. Sindano ile pale. Kigoda kile amekaa mkao ule. Hana mpango wa kukua. Ili uwe mcha Mungu, we are born to grow. Tumezaliwa